Mara baada ya klabu ya Yanga kuweza kupoteza mchezo wao wa kwanza katika kundi B kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika dhidi ya miamba kutokea pale nchini Misri, si wengine bali ni timu ya Al Ahly. Yanga aliweza kupoteza mchezo huo kwa chuma 2-0 walipokuwepo ugenini hapo nchini Misri katika dimba la Alexandria, ambapo Al Ahly walionekana kuwa bora sana na kuweza kubakiza alama zote 3 wakiwa nyumbani. Licha klabu ya Yanga kujaribu kupapatuana na klabu ya Al Ahly, lakini mambo yamekuwa magumu kwa upande wao. Sasa taarifa ni kwamba klabu ya Yanga tayari wamekwishaweza kurejea nchini Tanzania kwa ajili ya maandalizi ya michezo inayokuja siku za usoni. Kwenye ratiba michuano ya klabu bingwa barani Afrika, klabu ya Yanga watakutana tena na timu ya Al Ahly katika mchezo wa marudiano, mchezo ambao nitakusogezea hapa utapigwa siku gani na tarehe ngapi. Lakini pia sambamba kuelekea mchezo huo, niko na taarifa hapa ambayo klabu ya Yanga imeweza kuafikia mezani kwao kuhusiana na mchezo huo husika ambao watacheza ikiwa ni mchezo wa marudiano wa michuano ya klabu bingwa barani Afrika dhidi ya timu ya Al Ahly kutokea pale nchini Misri. Na taarifa hii inahusiana moja kwa moja na mchezo huo kati ya Yanga dhidi ya timu ya Al Ahly. Sasa kabla sijakuzogezea kuhusiana na taarifa hii ambayo imeweza kufika mezani kwenye timu ya klabu ya Yanga, naomba nikukumbushe jambo moja na la kimsingi, mwana michezo wangu. Kama wewe hii ndio mara yako ya kwanza unajoin nasi hapa Bongo Vibe TV alafu bado hujasubscribe channel yetu, basi nikwambie kiukweli wewe ulikuwa unapitwa na taarifa nyingi na zile nzuri za kimichezo ambazo sisi huwa tunakusogezea wewe kila siku kupitia hapa Bongo Vibe TV. Utafanyaje sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu zote mpya za kimichezo? Cha kufanya sasa hivi mwana michezo wangu, swala la muhimu ni moja tu, hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu lilo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe. Baada ya hapo bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza hapo pembeni kwa kutani on notification. Ukishafanya hivyo, basi wewe utakuwa ni mdau wetu wa kwanza na mwanamichezo wetu nambari 1 kuweza kujipatia kila aina ya taarifa mpya ile ya kimichezo ambayo sisi huwa tunakusogezea kila siku kupitia hapa Bongo Vibe TV. Na utakaa kuwaza tena utapata wapi taarifa mpya za kimichezo, bado utapokea notification moja kwa moja kupitia simu yako ya mkononi ya kwamba tumekusogezea taarifa mpya kimichezo, na jukumu lako mama linakuwa jepesi kabisa mwana michezo wangu, ni kwenda kutazamia hiyo taarifa mpya kimichezo ambayo sisi tumekusogezea moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV. Sasa kama wewe tayari umekushaweza kusubscribe channel yetu, sasa twende kazi tukaangazie kuhusiana na kile ambacho nimeweza kukujuza hapo awali juu ya taarifa iliyoweza kufika mezani kwa klabu ya Yanga kuhusiana na ratiba ya mchezo wao dhidi ya timu ya Al Ahly. Kama nilivyokujuza hapo awali, klabu ya Yanga wamekushaweza kurejea hapa nchini Tanzania kwa ajili ya kujiweka sawa na maandalizi ya mapema kuelekea kwenye mchezo wa marudiano dhidi ya timu ya Al Ahly kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Kama ninavyofahamu, klabu ya Yanga walikuwepo ugenini pale nchini Misri na aliweza kupoteza mchezo wao wa 3 kwenye kundi B michuano ya klabu bingwa barani Afrika kwa chuma 2-0 dhidi ya Al Ahly. Ulikuwa ni mchezo wa kwanza kwa klabu ya Yanga kupoteza ndani ya kundi lao mara baada ya kuweza kupata ushindi kwenye mchezo dhidi ya FAR Rabat, lakini pia mara baada ya kuweza kutoa sare dhidi ya timu ya JS Kabylie wakiwa Yanga ugenini. Sasa mara baada ya klabu ya Yanga kupoteza mchezo huo dhidi ya Al Ahly, watarejea nyumbani moja kwa moja kucheza na timu hii ya Al Ahly pale kwenye dimba la New Aman Complex lilopo visiwani Zanzibar, kama wananchi wenyewe wanavyoliita Guantanamo Bay, kwa maana ya kwamba dimba hilo atoki mtu akiwa salama. Safari hii mgeni mwalikwa anakuwa timu ya Al Ahly na mwenyeji wa mchezo huo anakuwa ni Yanga Sports Club. Lakini kabla ya kuelekea kwenye mchezo huo, klabu ya Yanga watacheza mchezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, ambapo mchezo huu unatarajiwa kufanyika tarehe 27 mwezi huu hapa Januari, ambapo klabu ya Yanga watacheza dhidi ya timu ya Dodoma Jiji katika muendelezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Mara baada ya klabu ya Yanga kuweza kutamatisha mchezo huo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, safari ya moja kwa moja itaanza kuelekea pale visiwani Zanzibar kwa ajili ya mchezo wa michuano ya klabu bingwa barani Afrika dhidi ya timu ya Al Ahly. Na safari hii klabu ya Yanga watakutana na timu hiyo ya Al Ahly tarehe 31 hapo
visiwani Zanzibar. Sasa kwenye msimamo wa michuano hii ya klabu bingwa barani Afrika katika kundi B, ambapo ndani yake kuna timu ya Yanga Sports Club, mpaka sasa hivi klabu ya Yanga anaendelea kushikilia nafasi ya pili akiwa na takribani alama zake 4 ambazo ameweza kuzikusanya katika michezo mitatu aliyoweza kucheza, huku nafasi ya kwanza ikishikiliwa na timu ya Al Ahly, yeye akijikusanyia takribani alama 7 kwenye michezo mitatu aliyoweza kucheza. Lakini nafasi ya tatu kwenye kundi hilo B, michuano ya klabu bingwa barani Afrika, inashikiliwa na timu ya AC FAR Rabat kutokea pale nchini Morocco, wao wakiwa na alama zao 2 ambapo wameweza kucheza michezo mitatu. Nafasi ya 4 na ya mwisho katika kundi hili B inashikiliwa na timu ya JS Kabylie kutokea pale nchini Algeria, wao wakicheza michezo mitatu na kuweza kujikusanyia alama 2. Sasa mara baada ya klabu Yanga kuweza kupoteza mchezo wao dhidi ya timu ya Al Ahly kutokea pale nchini Misri kwa chuma 2-0, dua nyingi za mashabiki wa timu ya Yanga ilikuwa ni kuombea timu ya FAR Rabat na JS Kabylie wanapokutana waweze kusale ili iweze kuibua matumaini mapya katika kundi hilo kwenye timu ya Yanga, hususani kuelekea kufuzu kwenye hatua ya robo finali. Na bahati nzuri dua ambazo mashabiki na wadau wengi wanaifuatilia timu hii ya Yanga Sports Club zimeweza kujibiwa mapema na haraka zaidi, kwa maana ya kwamba timu ya JS Kabylie walipokutana na timu ya FAR Rabat waliweza kusare mchezo huo kwa sare ya kutokufungana kabisa, yani hamna bao lolote ambalo limeweza kupatikana kwenye mchezo huo, na kuwafanya sasa miamba hawa kila mmoja aweze kuambulia alama moja, alama ambazo zinafanya kila mmoja awe na jumla ya alama 2 katika kundi B mara baada ya kuweza kucheza michezo yao mitatu. JS Kabylie atakutana tena na timu ya FAR Rabat, lakini kwa upande wa Yanga atakutana tena na timu ya Al Ahly kwenye muendelezo wa michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Kama wenyewe wanavyosema wananchi, safari hii inawezekana kutinga kwenye hatua ya robo finali licha ya kundi lao kutabiriwa kuwa ni miongoni mwa makundi magumu kweli kwenye michuano hii ya klabu bingwa barani Afrika. Maana ukiangalia wapinzani ambao wapo katika kundi B, unaweza mwenyewe ukaelewa nini na kimaanisha hapa. Unaizungumzia timu kama ya Al Ahly, mabingwa wa mara nyingi kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika, lakini pia unaizungumzia timu kama ya FAR Rabat, hawa mabingwa mara 4 kwenye michuano hii ya klabu bingwa barani Afrika, lakini pia timu ya JS Kabylie na wao wamekwishawahi kuonja utamu wa kombe hili la michuano ya klabu bingwa barani Afrika, isipokuwa timu ya Yanga pekee ambaye yeye bado anatafuta nafasi ya kudhibitisha ukubwa wake kwenye michuano hii mikubwa ya klabu bingwa barani Afrika. Na safari hii kwenye mchezo wa marudiano katika kufufua zile ndoto ambazo klabu ya Yanga wanahitaji kuhakikisha wanapata alama kuelekea kwenye hatua ya robo finali, bila shaka klabu ya Yanga wanahitaji angalau waweze kupata alama, kama wakikosa kabisa wapate alama 1, lakini ikitokea mambo yameendea vizuri ama kuwanyokea waweze kuondoka na alama 3. Na kwenye mpira chochote kinaweza kutokea. Kama klabu ya Al Ahly waliweza kupata alama wakiwa nyumbani, itashindikanaje kwa timu ya Yanga Sports Club wakiwa pale Guantanamo Bay kuondoka na alama 3 muhimu? Tusubirie kuona mchezo utakuwa namna gani siku husika ya tarehe 31 ambayo klabu Yanga atakuwa nyumbani kuialika timu hii ya Al Ahly katika muendelezo wa michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Mimi ningona kusogezea hayo mawili matatu ili nayo mwanamchezo wangu uweze kufahamu kwa yote ambayo yanaendelea hususani kwenye angazima la kimichezo kuhusiana na timu ya Yanga Sports Club kurudiana na mchezo dhidi ya Al Ahly kwenye michuano hii ya klabu bingwa barani Afrika. Sasa kama unachote kitu maoni yako ama mtazamo wako, basi huu ndo muda wako sahihi. Njoo tuandikie kupitia sehemu ya comment hapo, bila kusahau kulike, kushare, na jambo la muhimu kuliko yote cha kufanya sasa hivi mwanamchezo wangu, hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yanayoandikwa